Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Ni wakati njema na mshukuru Bwana na kumuinua kwa sababu yeye ni mwema, amenilinda pamoja na nyumba yangu. Tangu tulipoachana mpaka wakati huu nimeona akitenda makubwa. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo namuinua usiku na mchana. Najua kwamba yeye ndio kimbilio na tegemeo. Yeye ndio mwanzo na mwisho kwa kila jambo. Kwa hivyo yeye ukucha wakati ufaro. Majaribio kichu tunaitisa nguvu na uvumilivu. Majaribio yacha kuachili wewe na mimi tupate kutiwa nguvu. Tuone mwelekeo katika safari ya wokovu. Tuone vile Bwana atatenda mbele yetu. Ndio onekana akiwa Mungu ndiye atuachie ushuhuda. Bwana Yesu apewe sifa. Naenda kurudi katika maandiko ya Mathayo, Yohana, waraka wa Yohana wa pili kuanzia 1 kuelekea chini. Waraka wa pili ya Yohana ni 1 kuanzia 1 kuelekea chini. Tunaenda kuona ni yapi yale Yohana alipokuwa amenena. Maandiko yatuambia alinena katika ufunuo. Na yale yote Bwana alimuonyesha yalikuwa ya haki na kamilifu. Na tukaangalia kwa chini alipokuwa na neema kutoka kwa Bwana. Maandiko yatuambia akaamua kuandikia barua kwa wale waliopotea. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna wale waliopotea katika njia za uongo na udanganyifu. Kuna wale walikuwa wanafuata unabii wa uongo ili diposa wao wapate kuinuliwa, lakini sio Yesu Kristo. Maandiko yananiambia Yohana aliingia katika hiyo mitaa ili kuwachuliza watu ya kwamba kuna manabii wa uongo, kuna walimu wa uongo wanaosawisha wengine kuwapoteza. Kuna yule anataka kuenda, kuna yule anataka ameanguka lakini anatafuta wafuasi ili waende pamoja naye. Kumbuka wewe ndugu ulioamini, wewe dada uliyeamini, jua kwamba Shetani yako katika mbio. Shetani yeye hachafurahia akiona umesimama wewe pamoja na nyumba yako. Hachafurahia akiona wewe unamtumikia Bwana, lakini jua kwamba ako katika mbio ili apate kukuteka nyara, ili apate kumaliza kazi ya Bwana ndani yako. Bwana Yesu apewe sifa. Ili apate kunyakua imani ulio nayo katika Kristo. Ndio maandiko yatuambia kwamba Yohana yeye alisimama katika imani, alisimama katika kuambia wengine ya kwamba wachiatari kuna wale wataingia kati yao, lakini sio waamini wa Mungu, ni waamini wa Shetani. Haleluya. Kwa hivyo hata wewe uliokoka ujitahidi, ujue kwamba kama umeamua kumfuata Yesu Kristo, kuna yale maovu yatakuandamana, kuna ile mchafuko itakuandamana, ndio upate kupungukiwa na imani, ndio aache njia za Yesu Kristo umfuate yule Shetani, kwa sababu ameona ya kwamba wakati wake imeisha. Atafanya nini? Lazima afanye nini? Harakishe apata anyakue wawili watatu waende pamoja naye. Ndio kwa sababu Mungu wetu wakati alipoumba aliweka jehanamu na paradiso. Alijua kuna jehanamu watu wengi wataingia, lakini paradiso ni wachache. Kwa sababu tukiongea katika maandiko ya Mathayo yatuambia katika njia ya kwenda kwa Baba ni nyembamba, na wale watakaopanda hiyo njia watakuwa wachache, na ile inaenda katika yule mti wa moto ni mpana, na wale wataingia ni wengi. Ni kwa nini? Chunguza imani ulio nayo. Wakati Bwana alikuguza, uliokoka ukiwa wapi? Uliokoka ukiwa msarati? Uliokoka ukiwa mlevi? Uliokoka ukiwa mwishi? Ama ulisimama wapi wakati Bwana alinena na wewe? Kwa sababu njia zangu sio njia zako. Bwana Yesu apewe sifa. Tukiangalia katika maandiko matakatifu, tunaona kuanzia Agano Jipya na Agano la Kale yatuambia kwamba Ibrahimu alipokea kibali machoni pa Bwana kwa sababu alikuwa mtu mkarimu. Ndio kwa sababu tuliona alipokea baraka mingi, alibarikiwa na Mungu, alihamishwa mahali alikuwa, akapelekwa akaambiwa katika ile nchi ataenda ndio atapokea baraka zaidi. Tafakari hayo, notubu na mrudie Bwana. Kwa sababu nyakati tulio nayo sio nyakati yako na yangu. Hii dunia itapita, lakini neno itasimama. Usichokasika maneno ya watu yakupoteze, lakini sika neno la Yesu Kristo ndiye kuchinga katika maisha yako, ndiye kubadilishe,
ndio hata mwingine ukumtolea ushuhuda anaona ya kwamba kweli hayuko katika laini ya Bwana, anafaa asimame katika neno. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo katika maandiko ya hii barua ya pili Yohana aliandika kwa wale watu waongo, wanaosawisha mambo ya uongo, wanaopanga maovu juu ya wengine, wanaotenda kinyume cha mapenzi ya Bwana, wanaoenda against kwa ajili ya kanisa, wanaodhulumu makanisa na wanaodhulumu manabii na wainjilisti na mitume. Ndiye alienda akahonya kwa wale umati walikuwa huko. Maandiko yananiambia wakati wake akiandika barua alikuwa katika nchi ya Efeso. Bwana Yesu apewe sifa. Akaona ni heri asiache watu wengi wapotea, ndio wasawisa waambie ukweli, ndio wasicha wakaseme ya kwamba hawakuambiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Hapo maandiko yanatuambia wakati huo alipokujiita yeye ni mzee, kwa sababu alikamilika katika njia za Bwana kumtumikia huyu Yesu Kristo pamoja na nyumba yake, pamoja na mke wake. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio tunaona Ibrahimu alikuwa mkamilifu, yeye akapokea baraka za nchi. Tufuate hii neno ya ukarimu, tupate hii neno ya upendo. Inamaanisha nyingi. Ukiwa na upendo uwezi ukadhulumu rafiki yako, uwezi ukaenda chini juu ya rafiki yako, uwezi ukamdhulumu mtoto yoyote wa mwingine. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaona kuna sheria zinawekwa, sheria za Bwana alipokuwa amepea Musa mahali pale. Lakini Musa akafika akasahau akavunja moja. Kwa hivyo ukiwa na Yesu Kristo ndani yako, lazima ujue kwamba unatoka wapi unaelekea wapi. Mahali tuko ni mahali gani? Kiwango tuko nyayo ni kiwango ina gani uko nayo? Inafaa utende nini ndio mfurahisha Bwana, lakini sio mwanadamu. Tenda mapenzi ya Bwana ndio mfurahishe yeye. Kwa sababu usipofurahisha Mungu wako utamfurahisha nani? Kwa sababu yeye ndiye anajua leo utakula nini, kesho utamkaje. Kwa hivyo ni yeye kumfurahisha huyu baba, kwa sababu kila wakati anakumonta na anakuangalia, kila wakati anapokea ujumbe wako kutoka kwa malaika wako watakatifu. Kwa hivyo tenda yaliyo mema, kwa sababu akiwa katika kiti yake enzi, anapopewa barua yako njema ama ujumbe ulio mwema kwako, maandiko yananiambia wanafurahia na malaika wake watakatifu juu mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo sisi wenyewe kama Wakristo tuchunguze njia zetu, tunatoka wapi tunaelekea wapi. Kwa sababu hizi nyakati tuko ni nyakati ngumu. Lazima tukae katika maombi tukiombeana. Lazima tusame, kwa sababu kuna sio wote wajuao leo wanatoka wapi unaelekea wapi. Ambia Bwana akuangazia, akutangulie, akuonyesha njia za haki na ukweli, ili ujue kumtumikia vile anataka, sio vile wewe unataka kumtumikia. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Andiko yatuambia kwa mzee, kwa mteule wa watoto wake ni dao katika ukweli, wala si mimi peke yangu, bali ya wote waliojua ile ukweli. Akawaunganisha wazee na wamama, akawakusanya wakawa kitu kimoja, akawaambia anawapenda vile yule wa kwanza aliyowapenda. Kwa hivyo tunaambiwa tukae katika upendo. Tusikae katika hali ya kuchukiana, kuinukiana, kuongea maovu, kupakana matope yasiyofaa. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kumbuka yule anayekuchua vyema ni Mungu aliyekuumba. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu huyo Mungu aliyetuumba uwezi ukajificha mahali huko. Yeye uhesabu nywele yako ni kabwe iko katika kichwa yako. Lakini sisi hatuwezi kuhesabu. Kwa hivyo uacha neema ya Bwana ikae juu yetu. Ndio atutangulie tutokapo tuingapo. Tuombeane, tusikane mikono. Ukisikia mwingine amepata shida, unasikia unagushwa, unapiga makoti, unaomba, unamwambia Bwana umuinue mahali yako, sio unafurahia. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe, sio unafurahia, unapiga, unaomba, unamwambia Baba mfariji. Mimi mama wangu wa kiroho aliniambia ukiombea adui yako unamwekea makaa kwa kichwa yake. Kwa sababu Saida anakujaribu kupiga vita, anawaka akiwa moto. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Wakristo tuchue vile tunakaa na Baba. Tunakaa na Muumba wetu yule aliyetuomba. Tunakaa na yule aliyetukufia Yesu Kristo. Tukae katika hali ya kumpenda.
na kupenda yule ulio karibu na yeye, lakini chukia ile dhambi anayofanya. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo ukichukia ile dhambi anayofanya ukiomba, maombi yako yasikika haraka. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini ukimpenda kwa ile dhambi anayofanya, maombi yake huwezi yakakubalika juu mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio naona Ibrahimu alikuwa mkamilifu na alikuwa mnyenyekevu, akapata kibali ya machoni pa Bwana. Haleluya. Kwa hivyo unaona ya kwamba Yohana alimuita mama mzee mteule na watoto wake aliyowapenda, alionyeshana utu wa upendo. Ni nani aliye kama yeye? Ni nani anaweza kumuinua Bwana akiwa katika kiti yake? Lazima kuwe na upendo na amani na tumaini ya kumwabudu. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo usipopenda yule jirani yako mlio naye karibu, uwezi ukaniambia unampenda Bwana yule aliyekuumba. Uwezi ukaniambia unaweza kupenda Kristo yule aliyokuokoa katika majaribio mengi. Bwana Yesu apewe sifa. Onyeshana upendo mahali hapa ndio kubariki kwa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwa. Kwa hivyo asidi kumwambia kwa ajili ya hiyo kweli ikayo ndani kuwa pamoja nasi hata milele. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Akamwambia ya kwamba kwa ile upendo inayokaa ndani ya yule anayeamini, maandiko yatuambia hapo, maandiko yatuambia ya kwamba kwa ajili ya upendo itasidi kuangaza mpaka milele. Kwa hivyo hakuna jambo inaweza kusingizana kabla uchatia neno la upendo ndani yako. Maandiko yatuambia kwamba Yohana akamwambia kwa ajili ya ile upendo ulio ndani yetu tutasikana mpaka mwisho. Kwa hivyo hakuna mmoja atafika katikati ya raumu mwingine, tutaombeana, tutainuana. Kwa hivyo itakuwa kikwazo. Mwingine akilemewa na mizigo tutamuombea zaidi. Tumwambie Bwana ajitirize na akaonekane kwa ajili wewe ndio mshindi. Unajua kazi ya Wakristo wanaamini maombi yao ni kuomba na Bwana unatenda. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Kwa hivyo ni kusema ya kwamba tuwe na akili moja, nia moja kwa Kristo. Kila mmoja akiwa na nia moja kwa Kristo, kutabua safari itakuwa rahisi. Lakini kila mtu akiingia kwa nia yake, naonekana ya kwamba safari itakuwa nzito, kwa sababu kuna wale watastruggle kuimaliza na kuna wale wataenda vile walioidiwani wa Baba. Vile Bwana aliyowapangia, kwa sababu kuna wale wamewekwa kwa ajili ya wakati wa maangamizo. Kuna wale wameweka wakati hata ukitenda nini wataiona ile nchi. Kuna wale watafika kwa njia kwa sababu ya tamaa na mambo mengi ya ulimwengu, waache safari kwa njia. Haleluya. Lakini usiwe mmoja wao wakuja kulaumiwa wakati wa mwisho. Kuwa mtu wakuja kuinuliwa wakati wa mwisho. Bwana Yesu apewe sifa. Neema na rehema na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Yesu Kristo mwana wa Baba zitakuwa pamoja nasi katika kweli na upendo. Ati neema, heshima na amani na rehema zitakuwa kwanza mwisho mpaka mwisho katika Yesu Kristo mwenyewe na ukweli na upendo. Kwa sababu tukianza kusikiana pamoja kuombeana bila roho ya unafiki, bila kuona yule ameenda kiwango kingine, bila kuona yule ametenda nini, Bwana ataturuhusa amani, rehema na neema ndani yetu. Ndio tukue na katika roho ya upendo na ukweli. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ndio hiyo itaonekana ya kwamba tumesikana katika hii safari. Safari inakuwa rahisi wakati unajiachilia kwa Bwana. Unamwambia liwe lipo, nitusiwe, nitukanwe, nipakwe matobe, lakini neno sitaliacha. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Neno uwezi ukaliacha kwa sababu yule aliyekuumba ni mkubwa kuliko hiyo maneno. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo neno la Bwana wacha likae ndani yako. Usiyetingizika, usiyoyumba yumba, usiyosema ya kwamba itakuache, na yale yote Mungu atatimiza. Bwana Yesu apewe sifa. Ukiwa na shida hata ukilia nitakula nini? Nitafanya nini? Nitasomesea watoto nini? Sina kazi nitalipa nini? Hiyo mambo yote utayaweza, lakini muachie Bwana ashughulike. Achia Bwana ashughulike. Na wale wanaokucheka na kuchochechea
waachie Bwana ashughulike nao. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua yeye Yesu Kristo anachua kushughulika na maadui yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Ushughulika kweli kweli. Bora usimame katika neno na umwabudu katika roho yake na kweli. Usihangaike, useme nimesikia hivi, emeenda hivi, Bwana, unapiga makoti, unamshukuru Bwana, unamwambia ni asante kwa haya yote nimekutana nayo. Na wewe unachua wakati huu ningekuwa nimefika nikutana nao. Na kushukuru kwa sababu wewe uko tayari, unachua utanitendea nini. Wacha sifa na shukrani sikurudie. Na kuongojea kwa saburi unichibu kwa kila jambo. Bwana Yesu apewe sifa. Usiongojee mambo ya watu, kwa sababu maneno ya watu yatakutopoteza katika imani. Wewe mwabudu Bwana, kimwambia kama ni wakati wangu umefika, ni asante. Kama haijafika, ni asante. Tenda vile wewe peke yako unapenda. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Wacha tumuinue Yesu Kristo katika roho yake na kweli. Wacha kumpapasa huyu Yesu Kristo kwa sababu hapapasiki. Haleluya. Yeye ni mwaminifu kwa wale walio mwaminifu na kutenda yaliyo yake na ukweli. Bwana Yesu apewe sifa. Unaweza kuona ndugu ama dada ameingia amepata baraka mingi sana. Uanze kusema mimi nimekaa muda mrefu mahali hapa sijaona mambo yake yakiwa sawa. Kwa hivyo wacha nilete sakaratasi vitu yaonekana sio vizuri katika hii kanisa. Lakini ora wao kwa yule unaopanga maovu ukiingia mahali hapa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa sababu ile siku yake ikifika, Bwana akiamua, utaanikwa kama mahindi. Enangojea jua ikauke. Kwa hivyo ukiwa umesimama kwa Kristo ni mengi utayasikia. Watanena maovu juu yako kwa sababu wakiupiga vita ya kizidizidi hasa watakuja kimwili. Ukiona mtu anakuja kimwili anaenda kuisha. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo Mungu wetu ni Mungu wa aina gani? Ni Mungu anaojua na anatenda kwa wale waliomwamini. Walikutana wakati walipomaliza safari. Walipofika katika kiti ya enzi wale wazee, maandiko yaniambia yakuwa wamevaa mavazi meupe. Hata wale walienda kuwashuhudia, walipoona walianguka chini kifundifundi, wakauliza hao ni akina nani? Hao ndio wale waliovumilia katika mateso na majaribio. Ndio hao sasa umeona wanaenda kufariswa taji yao. Haleluya. Kwa hivyo kitu nakuambia mpendo, mambo ya giza isikutoe kwa Bwana. Mambo yasiyofaa mbele ya macho ya Bwana isikutoe katika laini ya Bwana. Kwa mvumilivu, huwa mtu wa kumuomba na kumuita Yesu Kristo peke yake. Haleluya. Bwana ainuliwe. Kwa hivyo maandiko yatuambia Baba, mwana wa Baba sitakuwa pamoja nasi katika kweli na upendo. Tukisikana pamoja, tukienda pamoja, tukiabudu katika roho yake na kweli, Bwana atasidi kunena pamoja nasi. Bwana Yesu apewe sifa. Nafurahia mno kwa kuwa nimewaona baadhi ya watoto wako wanaenda katika kweli kama vitu vile tulivyopokea amri za Baba. Na sasa mama, na kuomba si kwamba na kuandikia amri mpya, bali ile tuliyokuwa nayo tangu mwanzo, kwamba tupendane. Haleluya. Yohana akaambia ile mtaa alipoingia anafurahia, hakiona watoto wakienda katika hali inayomfurahisha Bwana. Hapo kale walikuwa wanamuita pimu kubwa. Alinena na pimu kubwa, akamwambia anafurahia jinsi vile waliokolewa hata watoto wao wamefuata njia yake. Alifurahia sana. Kwa sababu ile upendo walikuwa wanahubiriwa ikawasika, wakaendelea kuwa na upendo. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio naona Yohana alitumia jina pimu mkubwa katika hiyo eneo ya Efeso alipokuwa anaishi. Alitamani kuona wengi waende katika Kristo. Alitamani kuona wengi wakae katika neno. Huyo jua kwamba Yohana alipokuwa na upendo. Unajua mtu akiwa na upendo anakuambia vitu yanayokuinua na kubariki. Lakini mtu asiyo na upendo hawezi akakuibia siri. Ataona labda unaenda kumshinda, utaenda kufanya ABC, ni uongo ama ni ukweli. Lakini yeye akanena akasema yeye amefurahia.
sana, kwa maana amefurahia mno, kwa kuwa nimewaona baadhi ya watoto wako wamepokea, wameenda katika kweli, na kwa vile tulikuwa tumepokea amri ya Baba. Yani wameenda katika ukweli. Vile walipopokea amri ya Baba, watoto wake hawakuregea katika ukweli. Kwa hivyo Yohana akafurahia, kwa sababu piki mkubwa alikaa katika neno. Hiyo ni China alimuita. Ni Kiebrania alikuwa amemuita. Akamwambia ameona. Hakuregeza kamba, akaachilia watoto wake wakapotea. Aliona watoto wake wamesimama, na vile walikuwa wanasimama kulingana na amri ya Baba. Haleluya. Amri tuko nayo ngapi? Tuko na amri 10. Ukivunja moja umefanya nini? Lakini kubwa ni nani? Maandiko yatuambia kubwa. Kwa hiyo kubwa ni gani? Tukue na upendo. Wewe jiulize, uko na upendo kwa mwingine? Ukiona ndugu yako anaendelea unasikia vizuri, ukiona watoto wao fulani wa jirani yako ndio unasikia vizuri, ama unasema ingekuwa ni wangu? Unajua ungesema ungekuwa ni wangu, hiyo una upendo. Bwana Yesu apewe sifa. Unafurahia ukiona mwingine akiinuliwa, na unasema Bwana, na mimi unikumbuke vile umekumbuka fulani. Bwana Yesu apewe sifa. Unaomba na roho ya upendo, sio roho ya kuhema. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Yohana akafurahia sana, kwa sababu aliona ile amri waliopokea kwa Baba. Na sasa mama, na kuomba si kwamba na kuandikia amri mpya, bali ile tuliokuwa nayo tangu mwanzo, kwamba tupendane. Ile amri ya upendo. Hiyo ndiyo imekosa watu wengi. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo ndiyo inakosa kati wa Kristo wengi. Hawana upendo. Wako na kusemezana, vitina, chuki na masengenyo kati yao. Ati yule ako hivi anajifuna kwa ajili ya hivi, yule ako hivi, mwingine anajifuna. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini tunaona Yohana alifurahia wakati alipokuwa amekaa katika ile nje ya Efeso. Alikaa chini akatafakari, akaona ni nini kinayoweza kusaidia nchi. Sijui wewe unatafakari nini juu ya kanisa. Sijui wewe unatafakari nini juu ya watoto. Sijui wewe unatafakari nini juu ya rafiki yako mlio karibu na yeye. Ama kuona amekuwa maana kazi, hiyo ndio furaha yako. Ama kuona yule mtoto amekosa kuenda shule, hiyo ndio furaha yako. Ama kuona ya kwamba wametengana, hiyo ndio msangulio wako. Sijui wewe unafurahia, unafikiria nini juu ya yule mlio karibu naye ndio rafiki. Sisi tunasema ya kwamba tunakataa ile ovu iliyo ndani yake, lakini tunapitimisha upendo vile Yesu Kristo asema. Chukia ile ovu iliyo ndani yake, lakini muombee Baba amguse na mbadilishe. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yananiambia alifurahia kwa sababu alipata watoto wake wako na upendo, wanapendana vile walikuwa wampewa amri ya kupendana mwanzo. Bwana Yesu apewe. Bwana ainuliwe. Namba mstari wa 6, na huo ndio upendo. Tuenende kwa kusifuata amri zake. Hii ndio ile amri kama mlivyosikia tangu mwanzo, kwamba katika hiyo akasidi kuambia kwamba waende katika hivyo. Hiyo ndio upendo walikuwa wameachiwa na Baba. Ndio Yesu Kristo alipokuwa katika ulimwengu wa dhambi alisema tupendane, lakini upendo wa wengi makanisani umepoa. Ni kwa nini? Wengi wamejiona, wamejinua. Wengi akiona mwenzake amuoni kama yule walikuwa naye mwanzo, kwa sababu yeye anajisikia amuoni yule mwingine, kwa sababu yeye ako nayo. Sasa anaona yule ana hata msaidia kitu. Upendo imepoa katika makanisa kwa sababu tumeshindwa kutimiza ile hadi tuliweka mbele ya Baba. Tupendane sira amri zake, tusivunje hata moja. Tukae katika neno, tukae katika upendo, tukae katika amani. Maandiko yaniambia kwamba neema na rehema na imani ya Baba isidi kukaa pamoja naye. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo hiyo ndio jambo barua
ilipokuwa imeandikwa na Yohana, akaona ili awasawizi wenzake wakae katika upendo. Na wewe je, sijui fikra zako na mawazo yako inaenda kivipi? Unaweza kupata mwenzako amevunjika moyo kwa ajili labda kuja kanisani, kwa ajili ya kufanya shughuli za maisha yake, kwa ajili ya anahangaika usiku na nana, yani amefika mpaka mwisho anaona ili ajitoe roho. Bwana Yesu apewe sifa. Sijui wewe ukimkuta unaweza kushawishi yeye aje, ama unamwambia toka katika hiyo ndoa kwa sababu umesumbuka. Utamwambia ya kwamba hata ukienda ukijikalisa ndio utafanya biashara nzuri sana. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini maandiko yatuambia Yohana yeye alikaa, akafikiri vile anaweza kuunganisha, akaona jambo ya maana ni kuwa na upendo. Unajua upendo hufunika mambo mingi sana. Usipokuwa na upendo, kasi iliyo ndani yako ni bure ama ni upatiri. Kwa hivyo upendo uinue mwenzano. Ukionyeshana hata mganga na mchawi upendo, na mpenda hata mwizi hata mzarati, atakaa karibu na Yesu. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Atakaa karibu na Yesu kupitia upendo nao mwenye sana atakaa, lakini chukia ile hofu iliyo ndani yake. Haleluya. Tuendelee katika mstari wa 7. Kwa maana wadanganyifu wengi kea duniani, wasiokiri ya kuwa Yesu Kristo uacha katika mwili. Huyu ndio yule mdanganyifu na mpinga Kristo. Usipokuwa na upendo utachua ukweli wa Yesu Kristo. Maandiko yatuambia, Yohana akawaambia wadanganyifu wengi wameingia katika ulimwengu. Wengine wanakuja katika njia sana sanamu, wengine wanakuja katika njia ya kutatanisha wengine wanakuja kama njia yule mnaona anajiangusa hapa chini. Bwana Yesu apewe sifa. Anajiangusa hata yeye amekuwa nabii, anaanza kutabiri. Usipochunga, maandiko yatuambia kwamba wadanganyifu wameingia, wametokea duniani, ndio kupoteza njia ya Wakristo, ndio kuteka nyara nyota zako wakupoteze. Akiona unaenda kufanikiwa na kuambia wachana na yule Nicholas ni mbaya, kwa sababu anaona wewe unaenda kufaidika kwa yeye, tayari amefaidika, ametoka. Lakini yeye anakuambia kwa sababu anajua ukienda kufaidika labda utamzinda. Kwa hivyo anakuchochea ndio sikae karibu na yeye na Johnny na Mary, ndiye anakuonyesha upaya, na upaya hao kuwa anaiona mwanzoni. Haleluya. Ndio Yohana amezungumzia kwamba wadanganyifu wengi wameingia katika wapi? Duniani. Kwa hivyo Wakristo wengi wachihadhari sana. Bwana Yesu apewe sifa. Unaweza kufanikiwa ukiwa katika hili kanisa, lakini muda sio muda ona kanisa ni mbaya. Baada ya kupokea baraka, na wakati ulipoingia ulikuwa uchi, lakini umetoka ukiwa umefarishwa, inakuacha upaya kuona upaya mwanzoni. Tuko pamoja. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio Yohana amesema wadanganyifu wameingia katika ulimwengu. Wanataka wao wapokee na kutoka, lakini hawataki kutimiza amri ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Hao ndio tunaita wapinga Kristo. Wako mahali pale, wako mahali pale kwa ajili ya wakati. Wako mahali pale kwa ajili ya kupokea kitu fulani. Wakifaulu katika maisha yake, watoke. Bwana Yesu apewe sifa. Dada mmoja akanitolea ushuhuda. Unajua yule dada wakati alifaulu, yule ndugu alikuwa anafaulu, alimwambia wewe ni mchinga, chinyenyekee, mahali pale ukifaulu toka. Natoka unaenda kwa giza. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Mungu abadiliki. Mungu ni mmoja. Mungu yule tunaabudu ni mmoja. Hawezi akasema ubarikiwe, alafu ukitoka kule nje aanze kupaka hekalu yake matobe, utaraniwa. Mungu ni mmoja. Mungu wetu abadiliki. Uwezi ukafananisha Mungu na ndoa yako. Uwezi ukafananisha Mungu na utajiri ulio nayo. Uwezi ukafananisha na Mungu na mke na watoto ulio nayo. Uwezi ukamfananisha na kazi ulio nayo. Uwezi ukamfananisha na mali yote ulio nayo. Mungu wetu ni mkamilifu. Hawezi akafananishwa na jambo lolote. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Nyenyekea, roho toka, lakini mahali utaenda kuangukia ni kubaya. Utaregret wakati imekuwa mwisho. Iko kama mwanamke akitoroka mwanaume kwamba ni kiwete,
wakati atakapoenda kurudi atapata ameoa kuna watoto 6. Atakosa kurudi huko. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Wakristo wengi wachua kwamba kuna wale wadanganyifu wameingia katika uduniani. Na wakiingia katika uduniani hawako kule nje, wako makanisani. Wanasawishi. Wanasema wewe unatoa kila siku, siwache mwingine tena atoe. Wewe unafagia kila siku, siwache wengine wafagie. Wewe unafanya kazi ya Bwana na kupanga viti kwa kila siku. Hao ni wale wadanganyifu wa ulimwengu. Na wa dunia na wako kule nje, wako makanisani. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio tunasema usisikie kila sauti, kwa sababu maneno ya wanadamu yatakupoteza. Lakini neno la Yesu Kristo litasimama imara ndani yako. Litachenga wokovu wako. Litakuinua katika kiroho. Litakuonyesha njia yake Yesu Kristo. Litakupumzisha macho upate kuona unafanya nini. Unatoka wapi na unaelekea wapi. Ambia Bwana unitawale. Kila mahali uendapo akutawale. Akuonyeshe njia yake na ukweli. Akuonyeshe ni rafiki gani aliye mwema. Haleluya. Sio rafiki wote walio rafiki. Kuna wale wako karibu nao ndio kumaliza nyota yako. Kuna wale wako karibu nao ndio kumaliza ndoa yako. Kuna wale wameko karibu yao ndio kumaliza nyumba yako. Jua kwamba ni rafiki aina gani mlie karibu na yeye. Sio ule wa kukupotezea muda vile alikupotezea mwaka jana, na saa hii anataka wewe tu uwe mtu wa kuombaomba. Hataki ufaulu katika maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Ibrahimu alikuwa mkamilifu. Alikuwa mkarimu, ndio kwa sababu alipokea kibali machoni mwa Bwana. Ndio kwa sababu aliinuliwa na nyumba yake. Ndio kwa sababu alikuwa na mali mingi, hakuwa maskini. Tukataa roho ya umaskini. Tuifunje katika familia. Tuambie Bwana atamaraki na atawale. Kwa sababu ukiwa sana utaweza kumtumikia. Ambie Bwana nikiwa tajiri sana nikusahau unifanyie jambo liloeleweka machoni mwako. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ndio naona Ibrahimu aliitwa baba wa nini? Wa imani. Kila jambo aenda katika imani. Wacha kuyumba yumba side kija. Wacha kuyumba yumba ukisikia mambo mengi. Wewe simama katika neno. Mtetee huyu Yesu Kristo, kwa sababu wakati alipojaribiwa alijua kuna mtetezi atakuja kumtetea. Bwana Yesu apewe sifa. Alijua kuna yule atakuja kuchibu maadui yako. Na wewe wacha maadui yako wakachibiwe na Mungu. Wacha adui yako wakachibiwe na Mungu peke yake. Unyamaze kimya na muongojee Bwana. Katika sala na katika kuomba, yeye atakutangulia, yeye atakuonyesha njia zake, yeye atakusika mkono mpaka mwisho wa doari. Bwana Yesu apewe sifa. Mwita Bwana umwambie, mimi nilitoka nikiwa huchi na nitaenda nikiwa huchi. Najua kwamba hakuna kitu linaweza kuwezekana mbele ya macho yako. Nataka nguvu na imani na uvumilivu. Wakristo wengi hatuna uvumilivu. Tukisikia mambo tunaanza kuyababaika. Tunaanza kusema tutafanya nini? Bwana Yesu apewe sifa. Piga makoti mshukuru Bwana. Umwambie ndio wakati wangu napakwa matope. Hii ndio wakati wangu natusiwa. Hii ndio wakati wangu nachochewa. Hii ndio wakati wangu nainukiwa. Lakini chitiririse uniachie ushuhuda. Chitiririse wewe uniachie ushuhuda ndio upate kuinuliwa ndani yangu. Kwani usiache Shetani wafurahie na kushinishinda kwako. Kwa sababu wewe ndio tegemeo na kimbilio. Wewe ndio mwanzo na mwisho, na kuongojea kwa saburi. Unichibu kwa kila jambo. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Maandiko yaniambia hao wote ukiwaona wanakucha kinyume ya maandiko ndio wapinga Kristo. Hao wote wanaingia katika makanisa wanasawishi, hao ndio wapinga Kristo. Hao wote wanaingia wanasema kila wakati msidi kuchangia watoto, ni mrani wa fulani hakuna wako, hao ndio wapinga Kristo. Kuna mwanzo na mwisho kwa jambo. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Jiangalieni nafsi zenu, msiyaopoteze mlioatenda, bali mpokee thawabu timilifu. Maandiko yatuambia, Yohana akawaonya, akawaambia wajiadhari ama wajiangalie nafsi zao wasicha wakapoteza lile neno waliopokea ya kwanza. Ikache kawa bure kwao.
lile neno waliopokea la Yesu Kristo ilikuwa msingi katika maisha yao. Liwabadilishe, liwainue na kuwaponya na kuongoza katika safari. Bwana Yesu apewe sifa. Kila apitaye cheo wala asidumu katika mafundisho ya Kristo. Yeye anaye Mungu, yeye adumuaye katika mafundisho hayo, huyo ana baba na mwana wa baba na mwana pia. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia alikuja akakuja akazungumzia habari ya mambo ya ulimwengu, cheo. Yule ulio na cheo usije ukajiona ukamwasi Bwana. Ukaona ni yeye lakini usidi ukaona ni wewe lakini sio Bwana yule aliyekuita. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuonya zaidi akatuambia anyenyekea ajue ni baba ametenda haya yote. Kwa hivyo wewe ulio tajiri, wewe ulio na mambo mengi, usione ni wewe, uone ni baba aliyekubariki kwa ajili ya sababu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo akaongelea mambo ya dunia hii. Akasema yule ulio na cheo usijione cheo ulio nayo, lakini umwabudu Bwana katika roho yake na kweli. Kuwa mnyenyekevu, kuwa mcha Mungu, kuwa mtu wa kupeana. Kwa sababu yale yote sio yako ulio nayo, ni mali ya Bwana. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ile chombo Bwana anakupea, anachua vile wewe utatumia. Usije ukanungunike wakati wa kutumia uone ya kwamba ni hasara. Maandiko yaniambia kwamba wakati umepeana, umeweka kwa Bwana akiba yako. Kwa sababu itafika wakati atakurudishia. Usinungunike mahali unapeana kwenda, lakini Mungu atafungua njia nyingine ya kukurudishia. Haleluya. Sio lazima yule amepeana akurudishie. Yule unapeana anaweza kudharau, ongea maovu juu yako, lakini Bwana atume mtu kutoka Sudani akubariki. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo usitarajie kupeana utakuja kurudishwa na yule tu. Mungu yeye ni wa miujiza na ishara kubwa. Yeye ukuja wakati wake, wakati ufaaro harakizi wala kuchelewa. Muongoje na yeye atakutendea. Bwana Yesu apewe sifa. Ndiye akaonya kwamba akawaambia wale walio na cheo wasicheo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Hati asije akaseme ni mimi, ni masomo yangu, ni njia zangu nzuri, lakini ajue kwamba ni neema ya Bwana iliyomuinua mpaka hapo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Kwa hivyo ukisajua sana ni neema ya Bwana, uwezi ukadhulumu jirani yake, rafiki wako, uwezi ukaona mwingine akihangaika unamwangalia tu. Uwezi ukawa mtu wa kupokea rushwa, ndio peane. Bwana Yesu apewe sifa. Ukiwa na upendo unafanya kile Bwana anataka, sio kile wewe unataka mwenyewe. Kwa hivyo kaa katika neno na neno isije kukufundisha njia zake. Ukikaa katika maneno wengi watakutoa katika neno, watakusawishi mambo mengi na utapotea njia. Na wakati unapotea njia watarudi nyuma, wasema angalia Jeni vile yako, angalia Mora, angalia Elizabeth, hawatasema mlikuwa na yeye. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ni heri kusimama katika neno, kumtumikia Bwana. Iwe umeinuka iwe uko chini, wewe mshukuru Bwana kwa kila jambo. Tunasema tumshukuru. Usiposhukuru ile kidogo ulio nayo, iwe na mingi utashukuru. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kile ulicho nayo shukuru Bwana. Vile ulivyo ni mapenzi ya Bwana na neema yake. Vile ulivyo. Usije ukamwekea lawama kwa sababu yeye awekee lawama. Mwambie Bwana, jinsi nilivyo ni kwa ajili ya neema na mapenzi yako. Haleluya. Bwana asifiwe. Mtu akicha kwenu naye areti ya mafundisho nayo, bishane, musimukaribishe nyumbani mwenu wala musimpe salamu. Haleluya. Nirudie 10. Mtu akija kwenu naye harati mafundisho hiyo, musikaribishe nyumbani mwenu wala musimpende salamu. Yani mtu akija mwenye kusawishi vibaya, mwenye anakuja anaongea uongo katika umati mlio naye ama katika nyumbani mwenu, usimkaribishe. Bwana Yesu apewe sifa.
Hata ikiwa ni chakula alikuja naye, unamwambia pepa uende na misiwe yako. Usiangalie jinsi ulipolala njaa, lakini uchunge laini ya Bwana Yesu Kristo ili isije ikatoke kwako. Maandiko yatuonya kwamba mtu akija aina hiyo, mwenye kusawishi vibaya, mwenye vitina, mwenye kudurumu kanisa, mwenye kuchochea jirani yako, mwenye kuchochea kanisa, mwambie hama nisije nikapokea laana na wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Yani ni kumaanisha mtu akuje kwako akuambie msee ni mbaya, sasa amemuona mbaya au kwa anamuona mbaya mwanzoni. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu kama ni shida walikuwa wanakula na yeye, kama ni kulia walikuwa na yeye, lakini anakuambia ni mbaya. Maandiko yatuambia usikubali hata salamu mpe. Umwambie toka aende kabisa, kwa sababu usicho kapokea laana na yeye. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo laana inaweza kucha kulingana maongeo mliongea. Mliokaa chini mkajadiliana, mkapitiza, ukawa wewe umechangia kuongea. Unajua ukichangia kuongea hata ufanye umefanya. Maandiko yaniambia usimpatie hata salamu ama mpokee katika nyumba yako. Haleluya. Huyo mtu mwambie hata vile ulivyo. Hata ikiwa ni ulikuwa na njaa, mwambie toka na uende na chakula yako. Bwana Yesu apewe sifa. Hati Elisa alilishwa na nini? Na nguruwe. Nguruwe ama ni nini? Mwambie usione ile chakula ako naye. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi nakumbuka mwaka 2011. Wakati nilipochufungua mtoto wangu last born. Mimi kuna jirani alikuja, kumbe ilikuwa mtego kwangu. Akafanya shopping ya 6,000. Akaja naingia naongea mambo mengi. Lakini kwa vile Bwana aliponipatia macho ya kiroho nikaona anataka nini. Wakati alipotoka nilimwaga ile vitu yote. Kwa sababu ni jirani yangu sikutaka. Wakati kile kilikuwa mtego nilimwaga. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ndio tunaonya mtu akija kwako akiwa na nia ya kutoa katika hekalu ya Bwana. Ako na nia ya kwamba usiende ubarikiwe. Yeye amepokea baraka ametoka, na wewe anaona unaenda kubarikiwa, lazima akuteke nyara ndiye akutoke mahali pale usiende ukabarikiwe. Yeye maandiko atuambia usimkaribishe kamwe kwa nyumba yako. Kama hata ikiwa alikuwa anakulisha, hiyo kulisha ishe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa nini unangangana na yeye sio uhai anakupatia? Kwa nini unangangana na yeye? Kwa sababu hakuna mahali atakuja kukushika mkono. Anakusaguisa kwa sababu anajua yeye amekamilisha safari yake. Wewe anakuongojea, anaona unaenda kukamilisha, lazima akuingie na mambo tofauti ya kukutoa katika neno. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe 11. Maana yeye ambaye salamu asiriziki kazi zake mbovu. Maana yeye ambaye salamu asisiriki kazi zake mbovu. Zile salamu zake asitakuinua, asitakufariji, asitakubariki. Kwa hivyo ni heri atoke na salamu zake, aende mahali anaenda hata kusumuni aelekee huko. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo asipokusalamia itakuwa neno kwako. Itakuwa maneno kwako. Kwa sababu atakuingilia, akusaguzi mabaya, akutoe roho yako kwa imani ilikuwa kwa Kristo utoke huko. Uone umehangaika, uone mpaka avatari nijitoe nini? Roho. Najua Shetani yeye anajua. Najua kuingilia vitina atakutoa mahali ulikuwa unaenda kubarikiwa. Akija mahali hapa kama huyu anakuja kwa umati ya watu anajua atafunja watu mmoja. Shetani ashindwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna jambo iwezi ikakamilika. Katika neno la Bwana lazima lisimame. Uchumbe wake lakini itaingia. Mimi nakubali uchumbe nilipotolewa mwaka 99 nikiwa naomba mlimani. Bwana Yesu apewe sifa. Na yote nayaona mimi nikayaona, nashukuru Bwana. Nakwambia ulikuwa umenena, kitirise ya kwamba ulinena na ukamilize. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kukaa katika Kristo sio kitu rahisi ama ngumu. Itategemea vile wewe umechiweka kwa Baba. Umetaka utende nini na yeye akutendee. Umeamuaje? Lazima uamuzi ni wako mwenyewe. Kwa sababu uamuzi wa leo ndio jawabu la kesho. Ukiamua vibaya utaisia. Ukiamua vyema utaenda na Baba. Haleluya.
Bwana Yesu apewe sifa. 12, kwa kuwa ninayo mambo mengi, sitaki kuyaandika kwa karatasi na wino, lakini nataracha kuja kwenu na kusema nanyi uso kwa uso, ili furaha yetu iwe imetimishwa. Bwana Yesu apewe sifa. Yohana akamwambia yale aliyo naye ya kuongea nao ni mengi, hawezi akasidiza ama kuikamilisha katika kuandika na kalamu na wino. Kwa hivyo inafaa yeye awaonye ama wapatane wao kwa uso na uso, ndio wapate kuelezana yaliyo mema. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo hakuna jambo linaloshinda Mungu aliyekuumba. Hakuna jambo linaloshinda Yesu Kristo. Hatakutumia yule aliye wako akutoe kwenye shida na mazaka. Hatakutuma walio wako ndiye kuokoe mahali huko. Vile Wamboi aliokolewa akiwa amekaa miaka na miaka kule hospitali, akitafuta ugonjwa akakosa, akatumia nabii baada ya kuomba sana. Icharizi ni maombi ngapi umeomba? Icharizi ni muda gani umeomba? Wewe omba muongojee Bwana. Wamboi aliomba akamuongojea Bwana. Isipokuwa hata ikiwa alikuwa na uchungu katika mwili wake, lakini alizidi kuvumilia. Alisema Bwana, nataka nijue chanzo ya ugonjwa wangu. Lakini maandiko yanatuambia muda sio muda, alijibiwa. Alitumiwa nabii mahali, akamjibu akamwambia, wewe rudi kwako nyumbani, umepona. Kwenda nyumbani, utapofika nyumbani ukaribie yule jirani yako, lile vitendo uliyomtendea uombe msamaha kwake, ndio upate kusamehewa. Haleluya. Baada ya kukaa hospitali miaka mingi. Kwa hivyo icharizi wewe ni hali gani umepitia? Icharizi nimepigwa aina gani umepigwa? Wewe sidi kuomba na muongojee Bwana. Muongojee Bwana akujibu peke yake. Ongojea neno la Bwana lililo takatifu kutoka kwa mtumishi wake. Kutoka kwa mtumishi wake ndiye pana apate kukuinua. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Yeye akawaambia, nataka nikuja kueleza uso kwa uso. Jinsi mnayoweza kuinuka katika Kristo. Sisi mnayoweza kumwendea huyu mpate kuponya roho zenu. Sisi mnayoweza kutenda ya mazuri ndio mpate kibali machoni mwa Bwana. Kwa hivyo Yohana kwa sababu ya upendo. Unajua hapa tunazungumzia upendo. Ndio kwa sababu aliwaandikia, alichukua muda. Kwa hivyo usione ni hasara kuchukua muda kuelezea mwenzako ya ukweli. Usione ni hasara ukichukua muda ukiombea jirani yako aliyo na mazaka. Kwa sababu ukifanya jambo kama hilo, umekoba mwana wa Mungu atakuja kukurudishia. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yakazidi kutuambia kwamba ili furaha yenu iwe imetimishwa, watoto wa ndugu yako aliye mteule wakusalimie. Haleluya. Akawakumbuka pia watoto wa ndugu yake, apeane salamu kwao na asidi kutisisa yale mapenzi ya Bwana. Kwa hivyo sisi wacha tukae katika neno, kwa sababu maneno itatupoteza, sauti mingi zitatupoteza, lakini Kristo atainuliwa sasa hata milele. Hata ukimukana injili itaendelea, hata ukimutusi injili itaendelea, hata ukifanya ache, yeye ni Kristo. Mbarikiwe. Majina langu naitwa Samuel, niko na wimbo Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day. If you want to grow, if you want to grow, if you want to grow, read your Bible, pray every day. If you want to grow. My name is Moses Silvan Nankono, name of God. Philippians 4:4, it says, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice sometime. My memory verse comes from the book of Hebrews chapter 6 verse 10. It says, God will not forget your hard work. Thank you and welcome. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna na hata kuwepo. Nimetembea kote kote ni
kote na kunana nimetembea Michelle Nema from Nabi Powerful Christian Church, and I have a song. Once I was blind, I could not see what Jesus said. Jesus came down, washed my face, now I can see Jesus' miracles. Once I was blind, I could not see what Jesus said. Jesus came down, washed my face, now I can see Jesus' miracles. Walking by, singing by, Jesus is a wonderful Redeemer. Walking by, singing by, Jesus is a wonderful Redeemer. My name is So from Nabi Powerful Christian Church, and I have a song. Nampenda Bwana Yesu, ninampenda. Amen. Nampenda Bwana Yesu, ninampenda. Amen. Alinipenda kwanza, amen, nikampenda, amen. Na huyu Yesu, amen, asifiwe, nampenda. Bwana Yesu, ninampenda. Amen. Alinipenda kwanza, amen, nikampenda, amen. Na huyu Yesu, amen, asifiwe, nampenda. Bwana Yesu, ninampenda. Amen. Alinipenda kwanza, amen, nikampenda, amen. Na huyu Yesu, amen, asifiwe, nampenda. Bwana ninampenda. Amen. Thank you. My name is Joseph and I have a song. Yule kijana mwana mpotevu aliondoka akaenda kwa babake, akamwambia nipe mali yangu, sasa naondoka naenda mbali sana. Baba alipomwona alimkimbilia akamkumbati. Baba alipomwona alimkimbilia akamkumbatia, akaamuru nguo ziletwe na viatu, hata ng'ombe achinjwe. Bwana, nimerudi tena. Yesu, nakushukuru. Wengine sijui ila nini Bwana, nimejua umenitendea. Bwana, nimerudi tena. Yesu, nakushukuru. Wengine sijui ila nini Bwana, najua umenitendea. Bwana, nimerudi tena. Yesu, nakushukuru. Wengine sijui ila nini Bwana, najua umenitendea. Asubuhi njema, asubuhi ya furaha, tutakapovuka mto wa Yordani, tukishangilia, tukiimba kwa furaha. Haleluya, haleluya na asifiwe. Haleluya, haleluya na asifiwe. Asubuhi njema, asubuhi ya furaha, tutakapovuka mto wa Yordani, tukishangilia, tukiimba kwa furaha. Haleluya,
atanipa enzi yake tiye Baba Mungu. Sifa na heshima zote ni kwa Yehova. Sifa na heshima zote ni kwa Yehova. Washindi watafurahi kukanyaga nchi mpya takuza tena. Watazisahau pale wakiingia mjini, wataonana na Yesu. Atawafuta machozi kwa furaha. Washindi watafurahi kukanyaga nchi mpya takuza tena. Watazisahau pale wakiingia mjini, wataonana na Yesu. Atawafuta machozi kwa furaha. Nyimbo za furaha tutazimba pale, tukipongezana, kupeana mikono, tukitabasamu, tabasamu ya hakika. Tutakaribishwa pamoja na Mwokozi. Tutakaribishwa pamoja na Mwokozi. Nyimbo za furaha tutazimba pale, tukipongezana, kupeana mikono, tukitabasamu,